ni juma letu la saba, Jumapili ya saba ya kumshukuru Mungu. Tunapoanza mwaka tumeanza hivyo, na tunashukuru Mungu kwa huo mwanzo mzuri wa shukrani. Na tumejifunza mambo mengi na tuna vitu vingi vya kumshukuru Mungu kwa ajili ya hivyo, na katika mambo hayo yote tunamshukuru Mungu na zaidi ya kumshukuru. Na wiki iliyopita tulianza shukrani tukisema tunamshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu ulimwenguni. Tunamshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu ulimwenguni, na hapa tuna maana ya ujio wake wa kwanza. Tunamshukuru Mungu kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo ulimwenguni. Na tunapomshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu Kristo ulimwenguni, inatupa nafasi ya kutafakari, inatupa nafasi ya kufikiri, inatupa nafasi ya kuwaza, inatupa nafasi ya kufanya uchambuzi wa kina, critical analysis, critical thinking. Tunasema kwamba Yesu amekuja kwa mara ya kwanza, ujio wake wa kwanza ulimwenguni, tunamshukuru. Na hapo tunapata swali, kwa nini alikuja? Kwa nini Yesu alikuja ulimwenguni? Na tukasema Yesu alikuja ulimwenguni ili kutafuta na kuokoa kilichopotea, kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na katika kutafuta na kuokoa kilichopotea, tukasema yako mambo kadha wa kadha ambayo yanafuatana, yanatokana na hiyo, na hayo pia tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Tukamshukuru Mungu pia kwamba Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, ambacho wa kwanza wake ni mimi. Sema wa kwanza wake ni mimi. Sema wa kwanza wake ni mimi. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea dhambini. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea dhambini. Na katika kutafuta na kuokoa, tukaona kwamba kati ya mambo anayofanya ni kuvunja kazi za Ibilisi. Anapotekeleza ile jukumu lake la kutafuta na kuokoa kilichopotea dhambini, anazivunja kazi za Ibilisi. Tukasoma na tukatafakari kuhusu kuzivunja kazi za Ibilisi. Na pia tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ujio huu wa kwanza wa Yesu ulimwenguni. Unapomshukuru kwa ujio wa kwanza, inakupa nafasi ya kufikiri kwamba kuna ujio mwingine wa pili, na inakupa nafasi pia ya kujiandaa kwa ajili ya huo ujio wa pili. Sasa tunamshukuru Yesu kwa ajili ya ujio wake wa kwanza, na hapa hasa kwa nini alikuja. Tunasema alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tunasema asante. Na katika kutekeleza hilo kunapatikana jambo jingine, kuzivunja kazi za Ibilisi. Katika kutafuta na kuokoa kilichopotea dhambini, anazivunja kazi za Ibilisi. Na leo tunasema tunaangalia kile kitabu. Tunaanza na Yohana sura ya 12, kitabu cha Yohana Injili sura ya 12. Tunaendelea kumshukuru Yesu, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ujio wa kwanza wa Yesu ulimwenguni, ambao kwa kweli ndiyo sababu ya sisi kuwepo mahali hapa. Tumekutanika hivi kwa sababu Yesu alikuja akatafuta na ametupata. Sisi tulioko hapa tumepatikana, au kama uko hapa hujapatikana, leo utapatikana katika jina la Yesu. Nasema kama hujapatikana, utapatikana katika jina la Yesu. Yohana sura ya 12 mstari wa 46, Biblia inasemaje? Inasema ya kwamba mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo, kwa nini Yesu alikuja ulimwenguni? Alikuja ili awe nuru ya ulimwengu. Kwa nini Yesu alikuja ulimwenguni? Alikuja ili awe nuru ya ulimwengu. Katika kutafuta
na kuokoa kilichopotea, anafanyika kuwa nuru ya ulimwengu. Huwezi kutafuta kile kilichopotea, kiko gizani. Anapokuja kutafuta, anahitaji nuru ili aweze kutizama. Nuru inapokuja inaweza ikaonyesha kile ambacho kimepotea, kile ambacho hakionekani. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Kwa nini Yesu alikuja? Alikuja ili awe nuru ya ulimwengu, na kwamba kila mtu amwaminie, ili kila mtu amwaminie asikae gizani. Kwa hiyo Yesu alikuja ili usikae gizani, usikae katika giza. Giza ni kati ya vitu ambavyo kwa kweli Mungu amekabiliana navyo tangu mwanzo. Biblia inatuambia kwenye kitabu kile cha Mwanzo, nenda Mwanzo pale uone kitabu cha Mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari ule wa pili. Nayo nchi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Haleluya, siku moja. Kwa hiyo Yesu, Mungu anaanza uumbaji, anaanza kwa kushughulika na giza. Hapo mwanzo kulikuwa na utupu, kulikuwa na ukiwa, na kulikuwa na giza. Sasa anapoanza kutengeneza mazingira kwa ajili yetu, anaamua kuleta nuru. Akasema iwe nuru, na nuru ikaja. Kwa hiyo dhambi ilipokuja kwa jinsi ya ulimwengu wa mwili, ikatengeneza giza. Ulimwengu wa mwili kuna giza, ulimwengu wa mwili kuna giza, ulimwengu wa roho kuna giza. Ulimwengu wa mwili kuna giza, ulimwengu wa roho kuna giza. Ulimwengu wa mwili kuna nuru, ulimwengu wa roho kuna nuru. Kama tunavyoona nuru, mwanga unavyoonekana kwa jinsi hii, na baadaye mwanga huu kama haupo inakuwa giza. Unapofika usiku, mwanga unakuwa umeondoka na inakuwa ni giza. Sasa kwenye ulimwengu wa roho pia kuna giza, na kwenye ulimwengu wa roho pia kuna nuru. Unajua kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama tunavyoona tabia za giza kwenye ulimwengu wa mwili, ndivyo tabia za giza zilivyo kwenye ulimwengu wa roho. Na kama tunavyoona tabia za mwanga au nuru katika ulimwengu wa mwili, ndivyo ilivyo na katika ulimwengu wa roho. Kama tunavyoona changamoto au shida tunazozipata tukiwa katika giza kwa jinsi ya ulimwengu wa mwili, ndivyo hivyo katika ulimwengu wa roho. Kama hakuna nuru, kuna giza, kuna shida. Na kama ambavyo tunafurahia nuru kwenye ulimwengu, tunafurahia mwanga kwenye ulimwengu huu wa damu na nyama, kwenye ulimwengu huu wa damu na nyama, ndivyo na kwenye ule ulimwengu wa roho tunavyoweza tukafurahia nuru. Kwa hiyo Yesu alikuja ili awe nuru ya ulimwengu, na hapa anazungumza ulimwengu wa roho, na hapa anazungumza ulimwengu wa roho, na ili kila mtu aminie asikae gizani. Hapa ana maana ulimwengu wa roho, na anapomaanisha ulimwengu wa roho, unapokuwa katika nuru kwenye ulimwengu wa roho, unapokuwa katika nuru kwenye ulimwengu wa roho, inakupa nafasi ya kutembea katika ulimwengu wa mwili kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo katika kwenenda kwako kimwili utakuwa unatembea kwa ule mwanga wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu huu wa mwili utauona kwa jinsi ya tofauti. Kama una mwangaza, kama una nuru ya kiroho,
Kama Yesu amekuangazia katika ulimwengu wa roho, namna yako ya kuona ulimwengu huu wa mwili inabadilika. Haleluya, inabadilika na inakuwa tofauti. Yule ambaye kwenye ulimwengu wa roho yuko gizani, namna yake ya kutafsiri mambo, namna yake ya kuona mambo, namna yake ya kushughulika na mambo kwenye ulimwengu wa mwili pia ni tofauti. Haleluya. Unapokuwa kwenye ulimwengu wa roho, uko kwenye nuru. Matendo ya nuru, matendo yako ya nuru yataonekana kwenye ulimwengu wa mwili. Na unapokuwa gizani kwenye ulimwengu wa roho, matendo yako ya gizani kwenye ulimwengu wa mwili pia yataonekana. Haleluya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuja na ametuletea nuru. Na kazi ya nuru, kazi kubwa ya nuru ni kusababisha kuona. Kazi kubwa ya nuru ni kusababisha kuona. Na unapoona sasa unaweza ukafanya vitu tofauti. Mtu asiyeona au ambaye hana nuru yuko gizani, hata namna yake ya kutembea ni tofauti, namna yake ya kufanya vitu ni tofauti, hata namna yake ya kuvaa ni tofauti, namna yake ya kusema ni tofauti. Na nuru inapokuja, yule mtu anabadilika kulingana na ile nuru jinsi ambavyo imekuja. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu macho yako yanaweza kuona, na unapoweza kuona unaweza kutafsiri vitu kwa namna tofauti, na kama hauoni pia unaweza kutafsiri vitu kwa jinsi nyingine kwa sababu ya kutokuona kwako. Kwa hiyo tunamshukuru Yesu ambaye ni nuru ya ulimwengu, na alikuja ili tusikae gizani. Na kuna kukaa gizani. Unapokaa gizani, matendo yako na maisha yako yataonekana kwamba uko gizani. Na kama nilivyosema, kuna giza la kimwili, kuna giza la kiroho. Kuna nuru ya kimwili, kuna nuru ya kiroho. Na katika kazi, kuna kazi katika ulimwengu wa roho, kuna kazi katika ulimwengu wa mwili. Kuna kazi, kuna maisha katika ulimwengu wa roho, kuna maisha katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo Yesu anapokuwa ni nuru yako kwenye ulimwengu wa roho, maisha yako ya kiroho yameangazwa na yanaona, yanajua unapotoka, unajua unapoenda, unaweza ukaona ukapambanua hiki kiko sawa na hiki hakiko sawa. Unaweza ukaona ile njia unayoipita na unaweza ukapita kwenye hiyo njia. Unaweza ukaona mabonde, unaweza ukaona milima, unaweza ukaona hatari na ukaikwepa ile hatari au ukachukua hatua zinazostahili. Lakini kama hauko nuruni, basi unatembea tu, unaenda tu, unagongana, na kama mkikutana huko wote mko katika giza, unaweza hata mkagongana. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo unapokuwa gizani, wewe ni kipofu. Unapokuwa gizani, wewe ni kipofu, hauoni gizani. Unapoongelea hili giza, unaweza ukaona wakati wa usiku kwa sababu kuna nuru fulani bado ipo, lakini nuru inapokuwa haipo, kunakuwa na giza totoro. Giza totoro ambalo hata wewe mwenyewe kuona mkono wako, kiganja chako, unaweza usione. Ukiona unaona chochote hata kama uko gizani, basi jue kuna kanuru hapo. Kanuru kanapoondoka kabisa, hakuna kuona kabisa. Kama hakuna nuru, hakuna kuona kabisa. Haleluya. Kwa hiyo unakuwa kwenye hali ngumu pale ambapo hauwezi kuona. Yesu alikuja akawa ni nuru ya ulimwengu. Angalia kitabu kile cha Marko, nikufunulie kitabu cha Marko. Leo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nuru. Tunaweza tukaona, tunaweza tukatembea katika nuru. Kitabu kile cha Marko Injili sura ya 1 mstari ule wa 24. Marko sura ile ya 1 mstari wa 24. Marko sura ya 1 mstari wa 24 ndasoma. Biblia inasema, nianze na mstari wa 23. Na mara palikuwepo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza?
na umekuja kutuangaliza mstari wa 25. Anasema na kutambua unani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, wakaulizana wakisema, nini hii? Ni elimu mpya, maana kwa uweza hawaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Haleluya! Pepo wachafu ni nguvu za giza. Pepo wachafu ni nguvu za giza. Majini ni nguvu za giza, ni nguvu za shetani. Kwa hiyo anaposema usikae gizani, ni usikae katika nguvu za giza pia. Usikae gizani ana maana ya kwamba usikae katika nguvu za giza. Utoke katika mamlaka za giza, utoke katika kazi za giza, utoke katika mapepo na majini na roho zote za kipepo na nguvu zote hizo tunaziita hizi ni nguvu za giza. Hawa wao maisha yao ni gizani na hawapendi kukaa katika nuru. Luka sura ya kwanza, kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 78 na mstari wa 79. Anasema Luka sura ya kwanza mstari wa 78 na 79, kwa njia ya rehema za Mungu wetu ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia. Kwa njia ya rehema za Mungu wetu ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Kwa njia ya rehema za Mungu mwangaza kutoka juu umekuja. Huu mwangaza ni Yesu. Uweze kutuangaza tusikae katika giza, tutoke katika giza. Tutoke katika giza na matendo ya giza yasionekane kwenye maisha yetu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kitabu kile cha Yohana sura ya 8 mstari wa 12, Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo unapotambua Yesu kama nuru ya ulimwengu na unapokubali kama nuru ya ulimwengu, unamuomba na Yesu anaondoa giza ndani yako na nguvu za giza hazitaweza. Isaya sura ya 9, naomba nikusomee Isaya sura ya 9 mstari wa 2 hadi ule wa 6. Isaya, kitabu cha Isaya sura ile ya 9 mstari wa 2 na mstari ule wa 6. Biblia inasema mstari ule wa 2, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Haleluya. Wale watu waliokwenda katika giza wameona nuru. Hapa anaongea habari za Yesu, kwamba wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Na unaona kuna uhusiano mkubwa kati ya giza na mauti. Nguvu za giza ni nguvu za mauti. Kwa hiyo Yesu anapokuja kama nuru, sehemu nyingine anasema kwamba ile nuru ilikuwa ni uzima kwa hao watu. Ile nuru ilikuwa kwao ni uzima. Kwa hiyo wale watu waliokaa katika giza, Yesu amekuja kuwatoa gizani, na anapokutoa gizani kwenye ulimwengu wa roho, anapokutoa gizani amekutoa kwenye kifo, amekutoa kwenye mauti, amekutoa kwenye uharibifu, amekutoa kwenye uangamivu, amekutoa kwenye mateso, amekutoa kwenye taabu, amekutoa kwenye maisha ya kupapasa, amekutoa kwenye mahangaiko. Ndiyo maana anasema kwamba wale watu waliokwenda katika giza, nuru imewaangaza ili waweze kutoka katika hilo giza. Na ule mstari wa 9 anasema ya kwamba na watu wote watajua na watu wote. Ule mstari wa 6 anasema kwamba na maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye
wa milele, mfalme wa amani. Ni mfalme wa amani ambaye ameleta nuru. Kwa hiyo Yesu alikuja kuleta nuru, na kama ameleta nuru, anaondoa giza. Mapepo, nguvu za giza, kazi zote za shetani zinatengeneza giza kwenye maisha yako. Kwa hiyo wewe ambaye umemwamini Yesu, katika ulimwengu wa roho umehamishwa kutoka gizani na kuletwa nuruni. Na sasa unao uwezo wa kumwomba Mungu aweze kukusaidia uweze kuona ya kupasayo, uweze kuona njia ya kupita, uweze kuona njia ya mema, uweze kuona njia ya baraka, uweze kuona njia ya amani, uweze kuona njia ya yale ambayo unapaswa kuyafanya. Kama unaenda na hauoni njia, kujigonga, kuanguka, kusimama, kufanya hivi, kupotea ni kitu rahisi sana. Kama hauoni, kupotea ni kitu rahisi sana. Hauwezi utafika wapi bila kuona. Sana si rahisi ukafika kwenye pointi unayoitaka kama hauoni. Kwa hiyo yeyote ambaye una safari ya kwenda mahali, maisha ni safari. Unatoka pointi moja unaenda pointi B. Unatoka wakati mmoja kwenda wakati mwingine. Uweze kufikia wakati wako, uweze kufikia hatima yako, unahitaji kuona. Na Yesu ndiye nuru ya ulimwengu, ndiye nuru ya maisha yako. Anapokuja ndani yako anakuwa nuru. Ndio maana sehemu nyingine anasema ya kwamba kutuangaza, kama neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, inatuangaza. Na neno hili ni nuru, na huyu neno ni Yesu. Haleluya. Unapanga maisha, unapanga biashara yako, unapanga kazi yako, unapanga huduma yako, unapanga masomo yako, unapanga chochote kile unachokipanga, unachokiplani, unahitaji taa, unahitaji kuangaziwa, unahitaji kumulikiwa. Na Yesu ndio taa ambayo inaweza ikakumulikia hatua kwa hatua, na ukafika kwenye destiny yako, ukafika mahali pale ambapo Mungu amepakusudia. Haleluya. Kwa hiyo anaposema mimi ni nuru ya ulimwengu, ana maana ya kwamba ninyi watu wa ulimwengu unataka kuona, unanihitaji. Kama hauna Yesu hauoni, wewe ni kipofu. Na yote unayofanya unafanya katika hali ya upofu, unafanya katika hali ya upofu, kwa kupapasa, kwa kugusa, na si rahisi sana ukafikia hatima yako. Haleluya. Angalia kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari ule wa 18. Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 18, nikusomee maneno haya. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari ule wa 18. Nisome mstari wa 18. Wa 17 anasema, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, uwafungue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Huyu ni Yesu anaongea na Paulo wakati amemtokea. Yesu anaongea na Paulo wakati amemtokea, na anampa majukumu. Na hapa Paulo alikuwa anawashuhudia ya kwamba ndivyo ilivyokuwa, na akaniambia hivi. Kianza ule mstari wa 12 utaona hiyo maelezo yote. Ule mstari wa 16, lakini nuka usimame, unaniudhi, lakini nuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, uwafungue macho yao. Haleluya. Wale watu, Yesu ni nuru ya ulimwengu, na wewe ambaye anakufanya wewe mtumishi wake, anakupa kazi ya kuwafungua watu macho, kuwatoa upofu. Anasema nakutuma kwa watu wako na watu wa mataifa, na nitakuokoa na watu hao. Kwa sababu unapokuwa unaenda kuwafungua macho, kwanza wanakuona wewe
wanakuona wewe ndiye hujui, wanakuona wewe ndiye umepotea, wakati wao ndio wamepotea. Sasa wanakuwa ni watu hatari sana, watu wa nyumbani kwako, watu wa kwako, wale wanaokujua, wale wanaotegemea kwamba watakuelewa na hawakuelewi. Kwa hiyo Paulo, Yesu anamwambia hivyo, anampa jukumu la kwenda kuwafungua macho wale watu wa nyumbani kwake, watu wa ndugu zake, jamaa zake, watu wa taifa lake, watu wa kabila lake, watu wa familia yake, na kuwageuza wasiwaiache giza na kuelekea nuru. Haleluya! Waache giza na kuelekea nuru. Nuru ni Yesu. Kwa hiyo Yesu amekuja ili kila amwaminie asikae gizani. Kama hujamwamini Yesu Kristo katika roho na katika kweli, wewe uko gizani. Kwenye ulimwengu wa mwili unaliona jua, unalala, unaamka, unaenda kazini, unafanya hiki na kile, lakini kwa jinsi ya rohoni uko gizani. Na kwa kuwa uko gizani, matendo ya giza ndiyo yatakayotamalaki kwenye maisha yako kwa jinsi ya mwilini. Matendo ya giza na kazi za giza ndizo zitakazoonekana, na matendo ya giza yako connected na matendo ya mwilini kama yanavyoonekana kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 18 na kuendelea. Tunaona pale habari hizi za matendo ya mwili: uchafu, fisadi, uchoyo, uzinzi, uasherati, ulevi, uganga, vitu vyote hivyo na vinginevyo ambavyo vimetajwa hapo na vingine havikutajwa hapo. Lakini yale matendo ya mwilini ni kazi za giza. Unapoenenda katika roho, hauenendi katika mwili. Haleluya! Kanisa, unanielewa? Unanielewa? Nyosha mkono wako, unaelewa. Asante. Neno hili likuangaze na neno hili lizidi kukutoa gizani katika jina la Yesu. Haleluya! Na kadiri unavyotembea ndani ya Yesu, ndivyo nuru yako inavyoongezeka. Unaanza na nuru kidogo, lakini kadiri unavyomtambua, kadiri unavyomkubali, kadiri unavyomwelewa, kadiri mnavyopatana, kadiri mnavyoanza kufanya kazi kwa pamoja na huyo Yesu, ndivyo unavyozidi kung'aa, ndivyo unavyozidi kuangaza, ndivyo unavyozidi kuwa nuru. Na wewe sasa unaweza ukawatoa watu katika giza. Na kazi ya kutoa watu gizani sio kazi nyepesi, kwa sababu unawatoa watu kwenye maisha ambayo wanaona kama yako sawa na wameyazoea. Wengine watatu wamezaliwa katika giza na wanaendelea hivyo hivyo katika giza. Kwa hiyo unapokuja kuambia habari za kuwatoa gizani, unawaletea kwao si habari njema. Hizi habari zinakuwa njema pale ambapo wanapoanza kuziamini, wanapoanza kuzikubali. Ndipo hapo ule wema ulio ndani ya hizi habari za Yesu unapoonekana na unapodhihirika kwenye maisha yao. Kwa hiyo uwafungue macho na kuwageuza wale ambao wako gizani waweze kuielekea nuru, wasiache na nguvu za shetani. Nguvu za shetani hizi ndizo nguvu za giza. Nguvu za shetani ndizo nguvu za giza. Waweze kumwelekea Mungu wetu, waweze kumwelekea Yesu Kristo ili waweze kupata urithi. Kwa hiyo unapokuwa gizani, hakuna msamaha wa dhambi. Unapogeuka ukaamini, hapo msamaha wa dhambi unakuwa ni fungu lako. Walioko gizani hawajui habari ya msamaha wa dhambi, hawajui na hawajui. Lakini unapoamini na kugeukia nuru na kuacha giza, hapo unaamini katika msamaha wa dhambi, na unapoamini ndipo ule msamaha unapofanya kazi na ondoleo la dhambi linakuja kwenye maisha yako, na wewe unakuwa mrithi miongoni mwao waliotakaswa kwa njia ya imani na huyo Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ni nuru, tunamshukuru Mungu kwa sababu ametutoa gizani. Unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa mara ya kwanza unapata furaha na amani ambayo inakuonyesha na unaweza ukatambua wazi kwamba ulikuwa gizani. Unaanza kuona utofauti kati ya kule ulikokuwa na maisha mapya. Na kadiri unapoendelea katika Yesu, ndivyo ambavyo unavyozidi kuona utofauti wa maisha ya giza na maisha ya nuru. Kwa hiyo Yesu tunamshukuru kwa sababu alikuja yeye awe nuru ya ulimwengu, na tunapomwamini anakuwa ni tunatoka gizani
na hatuwezi kukaa tena gizani, na nguvu za giza, yani nguvu za shetani ambaye ndiye baba wa giza katika ulimwengu wa roho, zinakuwa tena haziwezi kutupata. Giza ni mateso, giza ni magonjwa, giza ni uharibifu, giza ni taabu, giza, huko kwenye giza kuna kila aina ya uharibifu katika nguvu za giza. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa sababu Yesu amekuja na amekuwa ni nuru, na wewe ukiamini katika nuru utatembea katika nuru. Haleluya! Ukimwamini Yesu kama nuru na ukamwomba akuangaze, ukaomba angaze njia zako, ukaomba angaze kazi zako, angaze familia yako, awaangazie watoto wako, angazie mke wako, angazie mume wako, angazie baba yako, angazie mama yako. Kati ya maombi ambayo Mungu anatamani kuyaombe sana ni haya ya kwamba Mungu uniangaze, Yesu uniangaze, uwe nuru kwenye maisha yangu, uwe nuru kwenye biashara yangu, uwe nuru kwenye kazi yangu. Yesu anapokuwa nuru kwenye biashara yako hakuna hasara, kwa sababu atakuongoza kupata faida. Yesu ndiye nuru ya Yesu anapokuangaza kwenye ndoa yako. Hapo ndipo palipo na furaha, hapo ndipo palipo na amani, hapo ndipo palipo na mapatano, hapo ndipo palipo na kuelewana, hapo ndipo palipo na kusikilizana. Kama Yesu amekuwa nuru, kwa sababu akili zako zinaona, akili za mke zinaona, akili za mke zinaona, macho ya mke yanaona, macho ya mume yanaona, macho ya watoto yanaona. Familia hiyo itakuwa ni familia ya amani. Napokuwa hata na mmoja haoni, inakuwa ni shida. Mnapokuwa na mmoja kwenye familia au kwenye nyumba au kwenye ndoa, mmoja haoni, inakuwa ni shida. Wanapokuwa wote wawili hawaoni, shida ni kubwa zaidi. Haleluya! Shida ni kubwa zaidi, mateso ni makubwa zaidi, mahangaiko ni makubwa zaidi. Na unapokuwa gizani, wewe haujui kwamba uko katika, unaona kama ndio maisha, unaona kama ndivyo ilivyo, unaona kama ndivyo inavyotakiwa kuwa, lakini kumbe si inavyotakiwa kuwa, ni kwa sababu uko gizani. Kwa hiyo Yesu tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuja, amekuwa nuru. Hebu fikiri shida unayoipata kwenye ulimwengu wa mwili kama hakuna nuru. Unaenda kazini kwako kwa sababu kuna nuru. Kama hakuna nuru, hakuna kazi. Haleluya! Kama hakuna nuru, hata kutoka chumbani kwenda chumba cha pili unaenda kwa kuhangaika, hapo umeme umekatika, unahangaika, unagonga vitu, unagonga hata kitu uliweka mwenyewe pale, lakini ghafla unakigonga tu, unagonga. Kwa hiyo unakuwa na hofu na kuwa hauna amani, umeme haupo, yani nuru haipo. Sasa inapokuwa kwa jinsi ya rohoni, the situation is much more serious. Hali inakuwa serious zaidi kwenye ulimwengu wa roho. Roho zetu zinatapatapa, roho zetu zinahangaika, roho zetu hazina amani, roho yako haina utulivu. Hata kama mwili unaweza ukafurahia, kwa sababu mwili unafurahia labda matendo yale ya giza au manufaa ya gizani pale au vile vitu, lakini roho yako haina amani, roho yako haina furaha, roho yako haina utulivu, roho yako ina mahangaiko, roho yako ina mateso, roho yako inajiuliza na maswali inajiuliza kwa sababu iko gizani. Wewe ambaye hujakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, roho yako iko kwenye mahangaiko makubwa na mateso makubwa, na ni wajibu wako usiendelee kukaa katika hiyo hali. Mwamini Yesu, pokea Yesu, kubali Yesu, aje alete nuru, alete amani, alete furaha, alete uzima. Aseme ile nuru ndiyo iliyokuwa uzima wao. Kama hauna nuru, hauna uzima. Haleluya! Na kama hauna uzima, na afya nayo iko kwenye shida. Haleluya, haleluya. Tunaenda pamoja. Unanielewa? Pigia Yesu aliye nuru makofi mengi na vigelegele. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuja na amekuwa ni nuru kwetu. Amekuwa ni nuru kwako, amekuwa ni nuru ya nyumba yako, amekuwa ni nuru ya familia yako, amekuwa ni nuru ya kazi yako, amekuwa ni nuru kazini kwako, amekuwa ni nuru kwenye biashara yako,
amekuwa ni nuru, na alipokuwa nuru amani ikaingia, alipokuwa nuru furaha ikaingia, alipokuwa nuru utulivu ukaingia, alipokuwa nuru mapatano yakaingia, alipokuwa nuru kwenye maisha yako. Kwa hiyo tambua Yesu kama nuru. Haleluya! Piga makofi hiyo nuru ya ulimwengu, shangilia hiyo nuru ya ulimwengu, shangilia hiyo nuru ya ulimwengu, shangilia nuru ya ulimwengu. Haleluya, haleluya. Anasema muwafungue macho yao. Anamwambia Paulo, anamwambia kwamba uende kwa mataifa, uwageuze, wafungue macho yao, wapate kuona, wapate kwenda sawasawa na maelekezo yangu, wasiende katika nguvu za shetani, wasiende katika nguvu za giza. Haleluya. Na mimi nasema kama kuna mtu macho yake hayaoni sawasawa, nuru iangaze kwenye macho yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema macho yako yafunguke katika jina la Yesu Kristo. Macho yako yafunguke katika jina la Yesu Kristo. Ukaiache njia yoyote ya giza na ukaiendea njia ya nuru kuanzia leo katika jina la Yesu. Haleluya. Piga makofi nuru ya ulimwengu. Piga makofi nuru ya ulimwengu. Piga makofi nuru ya ulimwengu, nuru ya familia yako. Piga makofi nuru ya mwili wako. Piga makofi nuru ya mwili wako. Ili akili yako ipate nuru. Akili yako ipate nuru. Piga makofi nuru ya ulimwengu kwenye akili zako, kwenye akili zako, kwenye akili zako, kwenye akili zako. Biblia inasema ya kwamba wale watu waliopotea ambao sasa kwamba giza wametiwa giza katika akili zao. Wametiwa giza katika akili zao. Yesu anapokuja anatia nuru kwenye akili zao. Na mimi nasema ukatiwe nuru kwenye akili zako katika jina la Yesu Kristo. Ukatiwe nuru kwenye akili zako katika jina la Yesu Kristo. Ukatiwe nuru kwenye fahamu zako katika jina la Yesu Kristo. Manake unapotiwa nuru ujinga unaondoka. Haleluya. Nasema unapotiwa nuru ujinga unaondoka. Haleluya. Nasema ukatiwe nuru kwenye akili zako katika jina la Yesu Kristo. Nuru ikaongezeke kwenye akili zako katika jina la Yesu Kristo. Nuru ikaongezeke kwenye fahamu zako katika jina la Yesu Kristo. Yes. Kama nuru ya Kristo haiko kwenye akili zako, basi giza litatawala akili zako. Na mbele za Mungu, machoni kwa wanadamu unaweza kuonekana na akili, lakini mbele za Mungu anakuona mjinga, kwa sababu akili zako zimetiwa giza, hazijui yale ambayo Mungu wake anataka. Haleluya. Kwa hiyo Yesu amekuja awe nuru ya ulimwengu ili usikae gizani. Familia yako isikae gizani, ndoa yako isikae gizani, biashara yako isikae gizani, taaluma yako isikae gizani, kipawa chako kisikae gizani. Gizani hakuna development kwenye giza, hakuna uendelevu. Wakati Mungu anaanza maendelezo, alipokuwa anafanya creation, alianza kwa kuachilia nuru, akasema iwe nuru. Kwa hiyo hata wewe unapoanza siku, tamka nuru kwenye maisha yako. Usione tu umepambazuka, usione tu asubuhi imekuja, usione tu jua hili. Jua ndani yako kwenye ulimwengu wa roho, adui zako wanakusukumia giza. Mapepo yanasukumia giza kwenye maisha yako, mizimu inasukumia giza, majini yanasukumia giza, uchawi unasukumia giza. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kusukumia giza kwenye maisha yako. Wanasukumia giza kwenye ndoa yako, wanasukumia giza kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye ofisi yako, kwenye cheo chako. Wanasukumia giza, wanapanda giza, wanasema giza liende. Kama Mungu anavyosema iwe nuru, shetani anasema iwe giza. Kama Mungu anavyosema iwe nuru kwenye maisha yako, shetani anasema iwe giza kwenye nyumba yako, iwe giza kwenye ndoa yako, iwe giza. Na hayo ni kazi ya wale mapepo ambao they are always there to curse you. Kuna roho ambazo zipo full time, they are there to curse, kutamka mabaya juu yako. Na kama mabaya ambayo wanakutamkia ni giza. Kwa nini wanatamka giza? Kwa sababu ukiwa giza na utupu, it's a conducive environment for devil's work. Kunapokuwa na giza, panakuwa ni mazingira mazuri ya shetani kufanya
zake kwenye maisha yako ni sawa na samaki kwenye maji. Samaki ukimtoa majini anakosa uwezo wa kufanya kazi, na shetani kama hakuna giza hawezi kufanya kazi, kwa sababu kama hakuna giza kuna nuru, na nuru kwake anasuffocate. Haleluya! Shetani panapokuwa na nuru anashindwa kupumua, anashindwa kuhema, anashindwa kuoperate, ananyong'onyea, na mara moja devil will have to relocate. Atatafuta njia nyingine, atatafuta makazi mengine, atatafuta mazingira mengine, kwa sababu kwako sasa giza limeondoka. Kwa hiyo ili aweze kukaa kwenye ndoa yako, giza lazima litangulie. Ili aweze kukaa kwenye huduma yako, giza lazima liwepo. Ili aweze kunavigate, aweze kutembea, aweze kuoperate, aweze kufanya kazi kwenye eneo lolote la maisha yako, giza, darkness has to be there, has to precede kazi yoyote ya ibilisi. Lazima giza litangulie. Kwa hiyo kati ya kazi kubwa ambayo shetani anaitumia kupampa, devil is pumping darkness into your life. Anapampa giza, anapampa giza. Lazima na mechanism ya kupampa nuru, na giza haliondolewi na kitu kingine. Giza linaondolewa na nuru pekee. Nuru pekee ndiyo inayoondoa giza kwenye maisha yako. Kwa hiyo devil is busy pumping darkness into your life. You have also to be busy pumping light into your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Na kama unaamini katika nuru, anasema ili aaminie katika nuru asikae gizani. Kama unaamini katika nuru, utaisukuma, utajaza nuru maisha yako, utajaza nuru asubuhi, utajaza nuru mchana, utajaza nuru jioni, utajaza nuru usiku. Ukiwa umelala utajaza nuru, ukiamka kwenda msalani unajaza nuru, unatamka nuru. Iwe nuru kwenye nyumba yako, iwe nuru ile nuru inapokuja tu, bila kujua ni pepo gani amekuja, bila kujua ni chini gani, bila kujua ni mchawi gani, bila kujua ni uganga gani, unapachilia nuru, shetani anakosa hewa, mapepo anakosa pumzi, inabidi aondoke mahali hapo, kwa sababu pamejaa nuru, pamejaa nuru, pamejaa nuru, pamejaa nuru, pamejaa nuru, pamejaa nuru, pamejaa nuru. Ndoa yako inajaa nuru, giza halina nafasi, kazi yako imejaa nuru, biashara yako imejaza nuru, nyumba yako inajaza nuru, moyo wako umejaza nuru, akili zako unapampu nuru, unapampu nuru, unachochea nuru, unachochea nuru. Kwa watoto wako, kama una maombi mengine, tamka nuru, iwe nuru kwa jina la Yesu, iwe nuru kwa damu ya Yesu, iwe nuru juu yako, iwe nuru juu yako, iwe nuru juu yako, iwe nuru juu ya kazi yako, iwe nuru hata kama haujui uombe nini, haujui ufanye kitu gani, tamka nuru, 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 tamka nuru kwa jina la Yesu Kristo, tamka nuru.
ya ajabu sana. Jaza nuru. Tamka nuru. Tamka nuru. Tamka nuru. Tamka nuru. Usichoke. Usichoke. Ni kitu cha kwanza alichokifanya Mungu. That much you can see its importance. Unaweza ukaona umuhimu wake na ulazima wake kwenye maisha yako. Kilikuwa ni cha kwanza kuumbwa. Akasema na iwe nuru. Na Yesu amekuja mimi ni nuru ya ulimwengu. Unapotamka nuru, unatamka Yesu. Haleluya. Unapojaza nuru, unamjaza Yesu mahali hapo. Na akiwepo ile kwamba yupo tu amekaa. Wakishamuona yupo tu, hakuna anaweza kaingia pale, manake kwanza pumzi hawakosa. Haleluya. Wanakosa pumzi. Haleluya, haleluya. Ni mazingira ambayo hawawezi kuishi. Kwa hiyo Yesu tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuja akawa nuru ya ulimwengu. Hebu nimalizie kwa kusoma kitabu cha Kolosai sura ile, kitabu cha Kolosai sura ile ya kwanza mstari ule wa 13 na wa 14. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 14. Tasoma kuanzia mstari wa 14. Anasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Unasikia? Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Ndio maana leo tunamshukuru Baba. Haleluya. Tunamshukuru kwa sababu tumepata nafasi ya kupata urithi katika watakatifu katika hiyo nuru. Na anasema kwamba mstari wa 13, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Haleluya. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huu ni ufalme wa nuru. Haleluya. Alitupenda, akatuokoa, akatuhamisha. Haleluya. Ninafurahia hiyo. Akatuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, kutoka kwenye nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa pendo lake. Kwa njia ya nuru, nasema namshukuru Mungu Baba kwa sababu ya urithi ambao tumeupata katika Yesu Kristo aliye nuru. Kwa yeye tumeokolewa, tumehamishwa kutoka katika ulimwengu wa giza, katika nguvu za giza, na akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huu ni ufalme wa nuru. Kwa hiyo tumehamishwa. Mwambie jirani yako, nimehamishwa. Mwambie jirani yako, nimehamishwa. Kama hujahamishwa, una nafasi ya kuhamishwa leo. Haleluya. Kama hujahamishwa, iko nafasi ya kuhamishwa leo. Kuna uhamisho leo nitaufanya kwa watu mahali hapa katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuna uhamisho utafanyika mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Nasema kuna uhamisho Yesu anaenda kufanya mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Nasema kuna uhamisho utafanyika kwa mtu mahali hapa. Chochote ambacho bado kilikuwa katika giza, tutakihamisha kutoka katika giza, tutakiingiza katika nuru, katika nuru, katika ufalme wa nuru. Haleluya. Nasema leo kuna kazi ya kuhamisha iko mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanataka uhamisho waguse? Haleluya, haleluya. Haleluya. Piga makofi kwa
Na kuhamishwa ni mchakato. Haleluya, it is a process. Kwa hiyo leo tunamuomba huyu aliye nuru ya ulimwengu akamilishe uhamisho wetu kutoka kwenye ulimwengu wa giza. Hapo tunaongelea deliverance, tunaongelea kuachiliwa, tunaongelea kufunguliwa, tunaongelea kuponywa, tunaongelea kubadilika, tunaongelea habari nyingine. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko tayari kwa ajili ya jambo hilo? Mpe Bwana makofi mengi, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya, haleluya. Anasema tumeokolewa. Haleluya, haleluya. Uhamisho, watu watahamishwa. Haleluya, tahamishwa kulingana na mpango wa Mungu. Haleluya. Tunajua michakato ya watu kuhamishwa, wakati mwingine barua zinaandikwa, wakati mwingine barua zimezuiliwa mahali. Kwa hiyo Mungu atafanya huo uhamisho katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Utahamishwa kiuchumi, utahamishwa kibiashara. Haleluya. Utahamishwa. Haleluya. Simama. Unatamani Mungu afanye uhamisho. Ni kitu gani nataka kuhamishwa? Ni kitu gani ambacho natamani Yesu akihamishe? Mwambie Mungu, ninakushukuru umefanya uhamisho, lakini leo natamani ukamilishe uhamisho. Uhamisho wangu wa kiuchumi. Tunahamishwa kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri. Tunahamishwa kutoka kwenye madeni kwenda kwenye wakopeshaji, kutoka kwenye kukopa kwenda kwenye kukopesha. Tunahamishwa kutoka kwenye magonjwa kwenda kwenye afya njema. Tunahamishwa kutoka kwenye migogoro na kwenda kwenye amani. Tunahamishwa kutoka kwenye mahangaiko na taabu na mateso kwenda kwenye matulizo na amani. Kwa hiyo Mungu anakuhamisha. Lakini kuna watu wanahamishwa kikazi. Kuna watu wanatamani wahamishwe kutoka kwenye kituo kimoja cha kazi, na Mungu yuko kwenye support party. Mungu ataenda kukuhamisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ni uhamisho wa kimungu tunataka kuruhusu kwenye maisha yetu, tunataka kuruhusu kwenye kazi zetu. Tahamishwa kiroho, tahamishwa kimwili, tahamishwa kiakili. Utahamishwa kulingana na mpango wa Mungu, kulingana na kusudi la Mungu la wakati huu, kulingana na kusudi la wakati. Kuna uhamisho unaenda kutokea. There is a transformation, transfer. Utapata uhamisho usiokuwa wa kawaida. Utahamishwa kwenye eneo la kipato, utahamishwa kwenye kazi moja ya mshahara, utapelekwa kwenye mshahara wa kazi nyingine, utahamishwa kwenye kiwango kimoja cha utakatifu, utapelekwa kwenye kiwango kingine, kwa sababu nuru ya ulimwengu yuko mahali hapa. Anataka tuhamishe, atupeleke kwenye utukufu. Na Biblia inasema kwa nimalizie Isaya sura ya 60. Nimalizie Isaya sura ya 60. Alafu praise tutaimba wimbo mmoja. Alafu yule mtu mwenye kiu, yule mtu mwenye shauku, yule mtu anayetamani transfer ya maisha yake, transfer ya kiroho, transfer ya kiroho. Unatamani Mungu akutransfer, afanye uhamisho, akuhamishe. Nitaona utakavyong'ang'ana, tutakavyoimba. Omba kabisa, nataka kuhamishwa, nataka kuhamishwa kiroho, nataka kuhamishwa kiuchumi, nataka kuhamishwa kutoka kwenye mazingira haya ambayo sio, takwenda kwenye mazingira mazuri. Haleluya. Utahamishwa katika jina la Yesu. Amen. Kuna uhamisho unakuja kutoka kwenye ofisi moja, utahamishwa kwenye ofisi. Kazi ya nuru ni kazi ya nuru ya ulimwengu. Haleluya. Kama mahali ulipo ni kazi ya giza, unapanda leo utahama. Haleluya. Kila giza linalokushikia mahali fulani leo lazima likuachie, kwa sababu nuru ya ulimwengu yuko mahali hapa. Ile Isaya sura 60 mstari wa 1 anasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Mstari wa 2, maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Mstari wa 3, na mataifa watakuinjilia nuru yako, na wafalme kuinjia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako, tazame pande zote, watu wanakusanyana, wanakuinjia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Haleluya, haleluya. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukuijia, utajiri wa mataifa utakuasia. Hii ni kazi ya nuru. Haleluya, ni kazi ya
ya nuru, ni kazi ya kuangaza, ni kazi ya nuru, ni kazi ya kuangaza, ni wakati wa kuangaza. Haleluya! Nuru ya ulimwengu ni Yesu na yuko tayari kutuangaza. Hapa tunaposema Yesu tu, maana hapa ni kuangaza tu, hapa ni nuru tu, hapa ni mwanga tu, hakuna giza linalojaribu mahali hapa. Haleluya! 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 Uko tayari kuhamishwa? Uko tayari kufanya uhamisho? Uko tayari kuhama? Uko tayari kuhama? Uko tayari kuhamishwa? Haleluya! Lipokea hilo neno kwa imani na uling'ang'anie, litakuzaa. Haleluya! Litazaa kwenye maisha yako. Uko tayari kuhamishwa? Uko tayari kuhamishwa? Yaani chochote ambacho kiko gizani au kinashikiliwa na giza, kihama kwenda kwenye nuru, kwenda kwenye mpango wa Mungu, kwenda kwenye kituo cha nuru. Haleluya! Praise. Karibu tuimbe wimbo mmoja alafu